Mheshimiwa Mwita Waitara. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, katika jimbo la Tarime vijijini unakuta kuna shule moja ina walimu watatu wa Kiswahili lakini shule jirani haina mwalimu wa Kiswahili, au shule nyingine na walimu wawili wa hesabu lakini shule nyingine haina mwalimu wa hesabu, vivyo hivyo katika masomo mengine. Je, serikali ipo tayari kutoa mwongozo na maelekezo mahususi pale Tarime vijijini ili wafanye msawazo palipo na upungufu wa masomo fulani, walimu wapelekwe ili wanafunzi wote kwa pamoja waweze kupata elimu inayofanana na wafanye mitihani sawa sawa na waweze kufanya vizuri katika mitihani yao? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali ishatoa mwongozo kwanza wa kuhakikisha kwamba shule katika halmashauri zetu, katika mikoa yetu zinakuwa na usawa katika upatikanaji wa walimu wa masomo mbalimbali, wakiwemo walimu wa masomo ya hisabati na masomo ya sayansi. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kwa sababu ni wajibu wa mkurugenzi wa halmashauri ya Tarime, ni wajibu wa afisa elimu sekondari msingi wa halmashauri ya Tarime, na pia ni wajibu wa RIO, afisa elimu wa mkoa wa Tarime. Nitoe maelekezo kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Tarime kwamba ndani ya wiki 2 wapitie shule hizo ambazo zina walimu wengi zaidi wa hisabati na sayansi, na waangalie zile shule ambazo zina walimu wachache zaidi ili wafanye msawazo wa ndani, kuhamisha walimu kwenda kwenye shule ambazo hazina walimu kabisa, wakati serikali ikiendelea kuandaa vibali kwa ajili ya kwenda kuziba gap ya watumishi katika maeneo hayo. Mheshimiwa Jackson Kiswaga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Kata ya Nzihi katika jimbo la Kalenga ina shule za sekondari 2. Lakini watoto wanakwenda mbali sana kutafuta masomo ya kidato cha 5 na cha 6. Je, ni mpango gani wa serikali kutupatia shule ya kidato cha 5 na cha 6? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya vipaumbele vya serikali ni kuhakikisha tunasogeza huduma za elimu karibu zaidi na jamii na wanafunzi ili kuepuka wanafunzi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za kidato cha 5 na 6. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi kwanza nimhakikishie Mheshimiwa Kiswaga kwamba serikali kupitia mpango wa SEQUIP imeendelea kuainisha maeneo yenye uhitaji wa shule za kidato cha 5 na 6, na tutaipitia pia kata ya Nzihi katika jimbo la Kalenga ili kuona katika eneo hilo eneo gani linafaa kuwa na kidato cha 5 na 6. Moja ya shule hizo tunaweza kupandisha hadhi kwa kidato cha 5 na 6. Lakini pia nitumie nafasi hii kumsisitiza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Iringa waanze kufanya tathmini hiyo kupitia wataalamu wake na kuwasilisha ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini pia kuanza kutenga mapato ya ndani kwa awamu kwa ajili ya kuanza kujenga baadhi ya miundombinu wakati serikali pia ikitafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo.